ni sawia na wewe kama janga tu. Ni janga. Janga kubwa sana. Janga. Kama vile la uviko 19. Labda hata zaidi. Kwa sababu uviko wa juu umekuja mwaka 2019 hapa nchini Kenya. Sasa unaona kwamba ni zaidi hapo. Ukianza kuangalia historia ya Kiswahili kuanzia Interterritorial Language Committee ya mwaka 1930, unaona kwamba ni changamoto kubwa sana kimepitia. Kimepiganiwa, tunaendelea kukipigania. Kwa hivyo ni lulu kama ulivyosema, ama thamani kitu ambacho kina thamani. Lazima tukipiganie. Kweli. Kama maana heri uwe mnyonge wa chochote kile, lakini usiwe ni mnyonge wa lugha. Kweli. Kwa sababu hakuna kwa sababu lakini ukiangalia unaposema kwamba afadhali uwe mnyonge wa kitu chochote lakini ila sio lugha. Kwa mfano ukiangalia tafiti za Mazrui imeandika sana kuhusu Kiswahili. Profesa Lamin Mazrui. Na ukiangalia utafiti wake wa mwaka 2002 hapo, anazungumzia kwamba anasema kwamba iwapo utamnyima mtu basi usimnyime lugha yake ya kwanza. Anasema kwamba nchi ambazo zimeendelea, kwa mfano Ufaransa, Ujerumani, Japani, kwa njia moja au nyingine pia katika Uchina wanatumia lugha yao ya kwanza. Sasa hebu angalia sisi hapa tuseme, sidai kusema Kenya kwa sababu ni tatizo linalotokea katika mataifa ya Afrika mengi sana. Sasa tutaendeleaje iwapo unaendelea kutumia lugha ambazo ni za kigeni? Sasa kwa njia moja yote tumeenda sana. Nafikiri hatujafika katika mada yenyewe, lakini kidogo naona tumeshazama. Wewe unatokea wapi bana? Sikia unasema mwelekezi Swahili Study ya nini? Umekuwa kwaje? Wewe mwanafunzi? Pengine mtu angesema nani anazungumza Kiswahili kisafi namna hiyo? Je, ni baba ama nani huyo tafadhali? Nashukuru sana. Nimo katika hatua hizo ambao umesema ni za baba naelekea kule. Mashallah. Lakini nikizungumzia kuhusu mimi sasa na Swahili Study, sina tofauti yangu na Swahili Study kwa sababu baada ya kuona kwamba Kiswahili kinakandamizwa, Kiswahili kimezikwa sana, sisi na wana majimui wengine tukaamua kwamba lazima tuvalie swala hili njuga. Tukaona kwamba Kiswahili sasa itabidi sio tu katika kukizungumza tu na kuandikia vitabu, tutakizungumza katika mitandao. Hasa ikizingatiwa kwamba katika karne hii 21 kila kitu kimeenda katika mitandao ya kijamii. Sasa tukaona kwamba ni vizuri tufundishe Kiswahili katika mitandao, ila pia tuandae makongamano, warsha, na kuna mambo ambayo wanaitwa vidodoso. Sio watazamaji wanaelewa vidodoso. Vidodoso ni nini? Na ningependa hapa mnyama ndio vidodoso ni nini? Kwa sababu nasema kuna mikutano, kuna makongamano, kuna warsha na kuna pia kuna vidodoso. Vidodoso ni nini? Kazi kwenu. Kwa mpenzi. Kazi kwenu tunaambia vidodoso. Kwa faida ya msikilizaji. Nakwambia kazi kwenu. Kazi kwetu. Kwa hivyo tafute vidodoso ni nini? Kwa hivyo tukaona kwamba lugha ya krama, lugha ya sharafu ambayo tunaipenda, lazima tuitetee, lazima tushikilie kidinindi katika kuhakikisha kwamba inazambaa sana. Sio tu katika maganda makuu wa Afrika. Kumbuka Umoja wa Afrika umesema Kiswahili huenda kitaanza kutumiwa, lakini hatujaona juhudi zozote. Cha Ukindo umekuwa na kongamano hapa Tanzania. Tumependa juhudi ambazo wanaendelea kuzifanya. Na sasa sisi kama Swahili Study tukaamua kwamba jambo hili lazima tulishikilia kidinindi, tulikalie chini, tuanze kuliangazia. Kwa hivyo unaponiona hapa mimi najiita mwanazuoni, najiita mtetezi, najiita mpenzi, najiita mtu yote ambaye anapenda Kiswahili. Umesikia amejiita mpenzi? Kwa hiyo ni jambo ambalo sijui nafikiria nini ukisikia mpenzi. Naam. Sijui nafikiria nini wewe? Sijui labda kuna kitu ambacho kinapita kwenye mawazo yangu. Unajua inamsumbua sana huyu bwana kwa sababu jambo la kwanza walisema vidodoso, nikasikia kijana amesema vidosho, nikajiuliza maswali. Tatizo nini? Changamoto. Sasa unabingwa. Sasa tukaona kwamba ni jambo ambalo linafaa kuangaziwa sana. Labda tu nirudi katika utafiti wa Mazrui pia, jambo ambalo sikuwa nimemaliza. Mazrui anasema nchi ambazo zinaendelea ama the third world country zina matatizo haya mengi sana. Lakini pia ukioanisha utafiti wa Mazrui na tuseme maazimio ya UNESCO. Nafikiri unakumbuka maazimio ya UNESCO 1953. 1953 hadi 1955. Wanasema kwamba ni vizuri mwanafunzi afundishwe kwa lugha yake ya kwanza. Na katika kufanya hivyo atapata umirisi, atapata ufasaha, atakuwa na umantiki kujieleza sio tu katika lugha ya kwanza, mbali itamweka katika hatua nzuri sana ya kujua lugha ambayo inafuata. Kwa hivyo tusije hapa tukatetereka. Umenileta pengine kwamba ni vizuri kwamba yeyote yule anayezungumza azungumze kwa lugha yake ama lugha yake asili, lugha ambayo anaweza kuimudu vyema. Kwa maana gani? Kwamba ile lugha asili ndio lugha ambayo inabeba tamaduni ya mtu, ndio lugha ambayo inabeba hulka na mienendo ya mtu, na ndio lugha ambayo inabeba historia ya mtu. Kwa maana unapokuwa mdogo mnyama na jezi yako ya Arsenal mwana wa bunduki
chochote kile ambacho unapaswa uweze kumudu kwanza ni lugha yako ya mama. Ama undani lugha yako asili, kwa sababu labda mazingira yako hayakuruhusu wewe kujifunza lugha ya mama, lakini lazima uweze kumudu lugha yako asili. Lugha yako asili ndio ina tamaduni yako. Wewe usiwe mtumwa wa Senali sisemi kwa ubaya, sio kama nanongwa na wewe, lakini usikuwe ni mtumwa wa Senali. Ndio maana wahenga masiji nilijua wale watunzi ambao wanaunda methali wakasema kwamba mwacha mila ni mtumwa. Kwa maana gani? Iwapo utaacha asili yako, utamaduni wako, sasa wewe ni nani? Wewe ni nani? Si ni mtu bado. Wewe ni mtu, lakini niseme tutakujuaje wewe? Tutajua wewe ni mtu, wewe ni binadamu. Kila mtu ni binadamu. Mnyama wa nyama ni mtangazaji, mnyama wa nyama ni mtu fulani, mnyama wa nyama ni Mluya ametoka magharibi, mnyama wa nyama ni hivi na hivi. Sasa ukiwacha tutakujuaje wewe? Tutajua tu wewe ni binadamu. Sasa lakini Charles, tunaenda katika upanuzi wa viwanda na maendeleo ya dunia. Na unazungumzia lugha asili kwamba ndio lugha mojawapo muhimu katika lugha zote. Sasa mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba lugha asili inaenda kuporomoka vibaya sana sababu ya utandawazi na maendeleo ya kidunia. Sasa je, tunaposema kwamba hizi lugha zetu asili ndo sawa zimesheheni tamaduni na historia, je, zitabaki vipi? Sababu kwa mfano mzazi ama mtoto amezaliwa katika mazingira ya mjini na amekuwa kule na wazazi wake, amekuwa kule kama takriban miaka 15. Naam. Wajua pale amejifunza lugha geni sana kando na ile lugha ambayo ni ya nyumbani. Kweli bingo. Sasa unaona kwamba ile lugha ya nyumbani inazidi kupotea watu wanapoenda katika shughuli za kubangaiza ama mishemisha kutafuta kazi. Sijui kama lugha asili naona kwa jambo ambalo unazungumzia ni kwamba ni jambo ambalo linatupa kiwewe sana. Na hasa ikizingatiwa ukisoma historia za lugha kuporomoka. Kwa mfano unafahamu kwamba kuna lugha ambazo ziliporomoka katika bara za Marekani na maeneo mengine ya Asia. Ilitokana kwamba lugha hizo hazikuwa zinafundishwa. Lakini kando na kutofundishwa ni kwamba lugha hizo hazikuwa zinawekewa umuhimu mkubwa sana. Sasa unakutuka kwamba kama ulivyosema ukienda mijini sasa hivi kila mtu anataka kuzungumza lugha ambayo tuseme ni Kiswahili ama Kiingereza. Na wakati mwingi Kiswahili ambacho kinazungumzwa ni shalabela tu. Na wakati mwingi labda singependa kutaja kwamba sheng tumeizoea kwa njia moja au nyingine. Lakini hebu fikiri kwamba kuna Shebeteng sasa hivi tunapozungumza naye. Shebeteng sasa naona ni tatizo kubwa sana katika karne hii na katika dahari hizi ambazo tupo. Lakini ikumbuke kwamba lugha ya Kiingereza ni silaha ambayo tulikuwa na mkoloni. Ni silaha ambayo tulikuwa na mkoloni. Kwa hivyo hata mtu asijaribu kujipa majisifu, majikwezo kwamba anajua lugha. Kwa hivyo ikumbuke kwamba Kiingereza ni silaha ambayo mkoloni alitupa. Na mtu asijaribu kujitapa kwamba anajua lugha kwa sababu anazungumza Kiingereza. Ikumbuke kwamba mtu ambaye anapenda utamaduni. Wanyama wamesema kwamba mtu ambaye hajui utamaduni wake basi hajui asili yake. Kwa hivyo kuna uhusiano wa moja kwa moja. Kwa hivyo lugha ya Kiingereza ni silaha ambayo mkoloni imetupa. Usije ukaitumia kupiga mwenzao kusema kwamba hajaenda shule vizuri sana ndio maana anatumia Kiswahili. Kwa hivyo nafikiri kwamba kando na walimu, kando na taasisi kwa mfano vyuo vikuu na vyuo vya kadri na shule kule, wazazi pia wana jukumu kubwa sana ukili inafanyika. Lakini pia nizungumze kuhusu KICD ambao wanatengeneza mitaala. Je, nafasi ya lugha asilia imewekwa vipi? Nafasi hiyo ionekane vizuri. Na pia tumezungumzia kuhusu masuala na utandawazi. Unapozungumza sasa hivi kwa mfano katika mfumo wa umilisi, unaona kwamba jambo hilo limezungumziwa. Lakini wewe fikiri kuhusu mfumo wa umilisi kwamba uko maeneo ya Nairobi, Mombasa. Itakuwa kwaje unafundisha mwanafunzi lugha yake ya kwanza? Huyo mtu amechanganyika, mwanafunzi amechanganyika sana na ni changamoto kweli sababu mkawa naona kwamba watu wametoka matabaka mbalimbali na jamii lugha yao ni tofauti kabisa. Kwa mfano tukienda katika shule ni mseto. Kwa maana wanafunzi kutoka kila sehemu wako pale wanafunzi. Sasa ukisema kwamba ndio tumeamua kwamba kama taifa kuanzia grade ya kwanza hadi ya 3 itakuwa tunafunza ile lugha ya asilia. Sasa na Kenya ina makabila zaidi ya 52. Mengine hata hayajulikani. Sasa wanasema kwamba zingine zimekuwa distinct. Sasa ukishazungumzia hilo kidogo naomba kuchecheweza ni kwamba
Hebu fikiria kwa mfano eneo kama Nairobi, ambapo kwamba watu wametoka maeneo mengi. Kwa Kiingereza sijui Kiswahili tunatumia jina gani unaposema ni cosmopolitan. Cosmopolitan. Sijui tutumia jina gani tutatoa itakuwaje. Lakini inamaanisha kwa njia moja au nyingine inamaanisha kwamba ni watu wengi si maskini namna hiyo bwana. Tutatoa. Ndio maana nawekea shinikizo kwamba mtafute majina kama haya. Kwa sababu itakuwa ni baadhi ya changamoto ambazo tutakumbana nazo kila wakati. Inakuwa ni tatizo, inakuwa ni ukakasi sana kupata majina ambayo yametoholewa. Lakini sasa tutazungumzia hilo baadaye. Lakini katika kuzungumza kwa mfano maeneo kama Nairobi, kuna miji minne mikubwa hapa nchini Kenya kama unavyojua. Nakuru sasa ni mji wa 4 kama kulingana na vile umetangazwa. Ni vigumu sana kuhakikisha kwamba sera hiyo inatekelezwa. Ni vigumu sana. Kwa hivyo lipi la kufanya? Ni kuhakikisha kwamba mitaala, sera ambazo zimewekwa ni sera ambazo zinaweza kutekelezwa. Ndio tunasema kutekelezwa. Nitakukata kidogo kwa ile uliyosema. Nini ama kipi tunaweza kufanya? Mpenzi msikilizaji anazungumza, sijui anazungumzaje mimi. Nisemeje Mnyama? Kwangu mimi nitasema kwamba anadukua kwa kindani sana. Anakuelezea kwa uzuri sana. Hata wewe msikilizaji aliyopo nyumbani anaelewa vizuri tu bila tafsiri. Anasema kwa utondozi na kidogo ananifunza Kiswahili. Nilifikiri kwamba mimi nakijua Kiswahili. Ukielewi hata chembe hivi bado wewe. Na ameniambia kwamba Uingereza pia analeta silaha ya mkoloni. Nawaza silaha tena bwana. Sawa.